Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV. Tupo ndani ya makao makuu ya kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ. Leo ni mwezi 20 Ramadhani. Imekuwa sasa ni desturi yao kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ, kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi 20, huwa wanafanya iftar na watoto yatima angel mbalimbali. Leo hii tupo hapa sisi KVZ Online TV, tutaweza kukuoneshea kila kitu ambacho kinaweza kujiri katika viwanja hivi vya makao makuu ya kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ. Karibu. Kwa 12 uliosifika pia na kutukuka, imani huzidi na kushamiri, sote waumini twamtukuza Rabbuna. Ni mmoja hakuna wa pili, twaupenda tena kwa hakika, wallahi mchana misili, naepuka Allah sovyataka, sikula sikunywa, kutazama Allah soyataka, uongo kusema wallahi waibatilisha. Shughuli hii kwa kawaida kila mwaka, na huu sasa hivi ni mwaka wa 5, tumekuwa tukifanya shughuli hii. Inapofika Ramadhani 20 tunaftari na watoto yatima, na mara 3 tumeftari na watoto yatima ambao wapo mkoa wa Mjini Magharibi, lakini mara 2 mwaka jana na mwaka huu tukaona ipo haja sasa ya kwenda mbali zaidi kuwatafuta watoto yatima ambao wanakaa nje ya mji, ambao inakuwa ni ngumu kufikiwa na viongozi na wafanyabiashara mbalimbali. Kama alivyopita MC alivyosema kwamba hapa kuna makundi tofauti tofauti, lakini kundi kubwa lililopo ni wale ambao wanatoka mashamba. Lakini vile vile safari hii tuna askari wetu wa KVZ ambao wametangulia mbele ya haki, wameacha watoto wao wadogo ambao ni yatima. Safari hii tumewakumbuka, kwa hivyo tuko nao hapa. Kwa hivyo askari wetu wote ambao wametangulia mbele ya haki, watoto wao wako hapa, tunaftari nao. Mheshimiwa, mimi nimeambiwa nije hapa kwanza kwa kukaribisha wewe na kuongea machache, lakini niwashukuru wale wote waliokubali kuitikia mwaliko wetu na kuja kuftari nasi. Kwa hivyo sina zaidi isipokuwa tu Mungu atawalipa kwa ujio wenu. Tupo hapa katika iftari yetu ambao wenzetu wa KVZ kupitia kamanda mkuu Shamhuna wametualika leo kuja kujumuika, kukutana pamoja, kubadilishana mawazo, lakini kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kuleta uwiano wetu na uimara na mshikamano wetu kiimani, ambapo tunakutana hapa leo kwa kitu kinachoitwa iftar, ambao hii ndio imetuunganisha. La umuhimu wa pekee kabisa, na ni jambo la kutiwa mfano, na ni jambo ambalo naomba na mimi nitolee wito baadaye, hili suala la kuwafutarisha wenzetu hawa mayatima na kuwazawadia, lakini kuwakusanya pamoja kutoka sehemu mbalimbali. Anasema countryside, mitaani chini, wamechukuliwa wameletwa hapa, nao wanajenga sense of belonging, kwa sababu anasema na sisi tuna wazee wanatupenda, tunakaa nao pamoja, tunakula nao, tunajumuika nao. Sasa kitendo cha kujumuika nao mayatima na kula nao na kufanya mjumuiko huu na kukaa nao pamoja
basi inawarejeshea hisia kama na sisi tuna wazee. Ni jambo zuri la kutiliwa mfano kwa wenzetu hawa. Mtume unaambia wayuhibul fukaraa wal yatima wal masakina wayajlisu ma'ahu wayaudu mardhahum wayushai'in janaizahum. Ni mtume. Sasa na mtume ni mfano bora wa kuigwa. Maana yake na sisi ndio tunamuiga mtume, tunakaa na wenzetu hawa. Kwa hiyo wenzetu KVZ, mimi naomba sana mila hii, utamaduni huu uendelee na uwe strong kabisa, na ujengee sheria. Yoyote ambaye atakuja basi aendelee kufuata mila hii na aidumishe. KVZ ni mfano mzuri wa kuigwa na wa kufuatwa, na sisi tutaendelea kufuata. Tuwapongezeni sana sana sana. Kwenye jambo letu hili la iftari leo, mimi niseme tumefurahika sana. Tumefurahika sana kwa logistic nzima na itifaki ya component au content zilivyokamilia. Chemistry iko vizuri. Allah tabaraka wa taala anasema fa amma liyatima wa amma liyatima fala takhar, ama yatima usimkaripie, usimtolee maneno, usimkejeli, usimdharau. Hii kuonyesha kitendo hichi kilichofanyika ni kitendo kilichokuwa muhimu sana. Lakini aya nyingine Allah tabaraka wa taala akasema araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u liyatim. Je, umemwona yule ambaye anakadhibisha siku ya malipo? Huyo ndio yule ambaye hamshughulikii yatima. Kwa hiyo kitendo ambacho tulichokifanya hapa cha kuwashughulikia mayatima, kukutana nao, kula pamoja nao, ni kitendo ambacho ni ibada iliyokuwa muhimu sana katika maisha yetu ya kidunia na maisha ya akhera. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema nini maana ya ibada? Akasema al-ibada ismu jamiu likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ibada ni jina ambalo linakusanya maana kubwa sana, yani lile ambalo analipenda Allah tabaraka wa taala na akaliridhia, basi ni ibada. Kwa hiyo kwa kitendo hichi tulichokifanya, basi tayari tumefanya ibada. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ana wakafilu liyatima, mimi nitakuwa peponi na yule mwenye kumshughulikia yatima. Mtume akasema hakadha, akaashiria vidole vyake, yani huyu mwenye kumshughulikia yatima atakuwa peponi na mtume pete na kidole. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tuepushe na kila shari, na atujalie sisi tuwe pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika Firdaus al-Aala. Lakini vile vile katika kitendo hichi ambacho tumefutarishwa, kama alivyosema kiongozi wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man fatwara saiman, yeyote mwenye kumfutarisha aliyofunga, falahu mithlu ajrun, atapata mfano wa ujira, ghaira annahu la yanqusu min ajrihi shay'un, pasipo ya kupungua chochote kutoka kwa yule mfungaji. Kwa hiyo kama mfungaji amepata thawabu 50, basi na huyu aliyofutarisha kwa kila aliyofutari basi anapata thawabu hizo hizo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na atuepushe na kila shari, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atie baraka katika nchi yetu na awape afya viongozi wetu pamoja na sisi kwa ujumla. Kwa haya machache tuyafanyie kazi katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kupata tija katika maisha ya kidunia na maisha ya akhir. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kusema kwamba kwanza nawashukuru mgeni rasmi kwa kuja kuungana nasi, japo muda ulikuwa mchache, lakini kwa umuhimu wa shughuli hii umekuja kuungana nasi, kwa tunakushukuru sana. Lakini pia nawashukuru wale wote ambao wamekuja kuungana nasi, kwa sababu basi na nyinyi kuja, hii shughuli ingelikuwa haina maana, lakini ujio wenu umeifanya shughuli yetu ina maana kubwa sana. Lakini pia msituchoke, kwa sababu shughuli hii kwa uwezo wa Allah itaendelea. Kwa hiyo na mwakani pia tutawaalika tena, tunaombeni msituache mkono. Lakini pia nawashukuru wale wanaoshughulikia watoto yatima. Kwa kweli ni jambo kubwa sana, lina fadhila kubwa sana. Lakini pia nawashukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuja na watoto hao yatima.
Tunawaomba sana, hao watoto ni wetu, muwalee vizuri, na kama kuna tatizo ambalo mnahisi KVZ inaweza kusaidia, basi msisite kuja kutuambia, kwa sababu huo ulezi ni wetu sote. Baada ya hayo, nawashukuru na wahudumu pamoja na kamati ya maandalizi kwa shughuli hii. Namuomba Mwenyezi Mungu aturudishe salama katika majumba yetu. Asante sana kwa kusikiliza. Jina naitwa Bahati Isa Haji, ni mjumbe katika jumuiya ya mayatima iliyoko Mwera. Natoa shukurani zangu za dhati kwa moyo mkunjufu kwa kutualika. Huu ni mwaka wa pili ambalo kufanywa tafrija kama hii kwa watoto wetu wa mayatima ambao tuko nao. Sisi katika ofisi yetu, katika jumuiya yetu, tuna mayatima 460 ambao tumewasajili. Tena tunashukuru sana. Nashukuru sana KVZ kwa kutupatia iftari hii. Asante. Nimefurahi kuweza kupata mwaliko kutoka kikosi cha Volunteer KVZ. Nashukuru sana, ni mara yangu ya kwanza kuja kosini hapa kujumuika katika iftari, lakini pia nimefurahi sana kuona leo tumeungana na watoto yatima kutoka sehemu mbalimbali. Yaani ni jambo zuri sana, na wapa hongera sana KVZ kwa ajili ya iftari hii. Na mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV, nadhani kwamba wameweza kushuhudia viongozi mbalimbali walivyoweza kutoa nasaha zao. Sisi KVZ Online TV kama alivyoweza kujuza awali kwamba tupo na wewe mwanzo hadi mwisho. Sisi kwa siku nzima ya leo hatuna la ziada, isipokuwa tuombe dua Allah awajalie kila la heri kikosi cha Volunteer Zanzibar. Mwenyezi Mungu awajalie nguvu, awape afya njema ya kuweza kuendeleza majukumu ya kitaifa katika nchi yetu. Ripoti kutoka viwanja hivi vya makao makuu ya kikosi cha Volunteer Zanzibar katika iftari hii, Abdul Latif Abdallah, habari na picha KVZ.